Bwana, kwa kuelekea viwanjani bwana, bila kupoteza muda tuanze na jambo la hatuchezi. Hashtag ikiwa inaenda kama hivyo, ingawa jana nimeona hashtag nyingine zimezidi kuongezeka. Bwana, sakata la mchezo wa Kariakoo Derby wa March 8 ambao ulipangiwa tarehe mpya kwa Juni 15 limezidi kushika kasi, na jana tuliripoti hapa kikao kati ya bodi ya ligi na TFF ambacho na Young Africans ambacho kilikuwa kinaendelea. Tuliweza kupata picha mpaka muda ule tunatoka hapa, na baadaye muda mchache taarifa ya Young Africans kutocheza mchezo huo ilifuata. Sasa moja kati ya eneo ambalo watu wengi walikuwa wanataka kujua ni kuhusiana na nini hasa ambacho kilitokea March 7 usiku wa maandalizi kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby March 8. Siku chache zilizopita tulimsikia afisa habari wa klabu ya wa bodi ya ligi kwa maana ya Karim Boimanda akisema kwamba bado jambo uchunguzi unaendelea na vyombo husika ndivyo ambavyo vinaendelea kwa maana masuala ya rushwa, masuala ya usalama na vitu kama hivyo. Lakini kwenye kikao cha hapo jana mara baada ya kumalizika, CEO wa bodi ya ligi alitoka akazungumza baadhi ya vitu, lakini baadaye jioni Young Africans wao wakaamua kutoka na kuja kuzungumza kila kitu ambacho kilizungumzwa katika kikao kile. Na moja eneo ambalo afisa habari wa klabu ya Young Africans alikama likiweka wazi ni kwamba tayari ripoti ya nini kilitokea usiku wa March 7 katika dimba la Benjamin Mkapa, ripoti ipo na CEO anayo mkononi. Huyu hapa alikamwa akizungumza kuhusiana na jambo hilo ambacho kilitokea kwenye kikao cha hapo jana. Tumefika hapa ofisini, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya, lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao, basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio unazungumza kidogo unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameacha, nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu. Tunafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika. Taarifa isiende nusu nusu, au mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari mmekuwa mkijiuliza swali hili na mpati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Derby iliyopangwa kuchezwa Machi 8. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? Hatujawahi kupata ripoti. Nyie hamjui ripoti, na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Hapa kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea Machi 8. Na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya washindwe kuisema public, ikiwemo kwa mujibu wake, ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja, alipiga simu geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo, lakini ndani ya kikao amekiri ripoti iko wazi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na Watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha Machi 8 mechi isipigwe ipo tayari na bodi ya ligi wako nayo. Hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi 7. Yes, tuwe ni Alikamu, afisa habari wa klabu ya Young Africans, akitolea ufafanuzi kuhusiana na wao kuomba ripoti ya kwa nini mchezo wa March 8 haukuchezwa. Na kwa mujibu wake kilichozungumzwa kwenye kikao ni kwamba ripoti ipo tayari, lakini ugumu wa ripoti kuja kutolewa unakuja kwa sababu kuna kiongozi wa serikali ndiye ambaye alizuia geti lisifunguliwe. Sawa bwana. Lakini kwa upande mwingine Young Africans, kutokana na kile ambacho
wao wanakiamini kutochezwa kwa mchezo ule wa Machi 8, wanaona kwamba kuna madhaifu ya kimamlaka ambayo aliyafanya kwenye kuahirisha ule mchezo. Hivyo wakaja mezani na hoja zao 4 ili waweze kucheza mchezo huo, zinapaswa ziweze kufanyiwa utekelezaji. Lakini kati ya hizi 4, 3 kwanza ni ambazo zinawezekana ndani ya kipindi hiki cha muda mfupi, alafu 1 ya kuifanya bodi ya ligi kuwa huru, hiyo itakuwa ni ya muda mrefu. Lakini wana mahitaji yao 3 ya hivi sasa, ikiwemo kujiuzulu kwa mtendaji kwa maana ya katibu mkuu wa TFF kwa upande wa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, lakini pia mwenyekiti, na bodi kuvunjwa kwa upande wa bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Tumsikie Ally Kamwe akiweka wazi hoja 4 ambazo wao wameziwasilisha mezani ili waweze kucheza mchezo wa Kariakoo Derby. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya 4 kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma. Tumepeleka matakwa haya 4, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya 4 tumeyagawa kwenye phase 2. Kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Katika haya 4, 3 ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka, klabu yetu Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Kwa moja katika hayo 4 ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi. Ni uongo. Na barua yetu tuliyowasilisha bodi ya ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya 3 bungi inapigwa. La kwanza linakwenda sambamba na la pili. La kwanza, klabu ya Young Africans imetaka kuvunjwa mara moja na kujiuzulu kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu. Kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa ligi Tanzania. Takwa hili linakwenda sambamba na takwa la pili la kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Kwa nini takwa la kwanza na la pili linakwenda pamoja? Na kwa nini tumesema hili likitekelezwa klabu ya Young Africans iko tayari kucheza mchezo na 184? Kwa sababu kuhairishwa mechi ya Machi 8, tunaamini kama klabu hapakufuatwa utaratibu na palikuwa pana uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hapana utaratibu uliofuatwa na kulikuwa na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni. Hivyo tunaamini CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa favor timu fulani. Jambo la 3 ilikuwa ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama tatu? Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana, na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ya hovyo, maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Kesho kutwa anarudi na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zangu, kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu. Takwa la 4 tulisema ni uhuru na mageuzi ya kimuundo ya bodi ya ligi. Na barua yetu iko very clear kwamba hili ni jambo tunalotazamia la muda mrefu. Next season huko tunaweza sasa kuanza kufikiria kuwa na bodi huru. Bana, huyo ni Ally Kamwe akitolea ufafanuzi hoja zao 4 au matakwa yao 4 ambayo wameyaweka mezani ili waweze kucheza mchezo wa Kariakoo Derby, lakini kwa mazingira namna ambavyo alivyo, hata kama bodi ya ligi kwa maana pamoja na TFF wakitekeleza matakwa hayo, lakini mchezo hautakuwa Juni 15 kutokana na mahitaji ya Young Africans yale ambao wameyafikisha. Na hapo jana kwa maana ya CEO Almas Kasongo mapema akiwa anazungumza kabla ya hiki ambacho alikizungumza Young Africans, alisema yeye kwenye utaratibu wake kama mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, ratiba iko pale pale tarehe 15, lakini kwa sababu jambo litaenda kwenye kamati nyingine, labda huko ndio iende ikabadilishwe, lakini mpaka jana kwake yeye utaratibu wa mchezo tarehe ni ile ile. Bana, ili jambo namna ambavyo Young Africans wamekuja nalo inaonekana wapo serious na jambo lao,
lakini wameweza kuweka wazi kila kitu kilichopo. Hii ni movement ambayo ni kubwa, ambayo watu wengi sana hawakutegemea. Lakini sasa tukitazama kwenye outcome ya kilichofanyika kuanzia jana mpaka sasa hizi, unaona kuna utekelezwaji wa haya matakwa ya Young Africans yanaweza yakafanyika. Utekelezaji wa matakwa ya Yanga upo within uwezo wa bodi ya ligi. Yani kwa sababu mpaka sasa hivi vitu ambavyo Young Africans wamedemand vina hoja, vina make sense, na ni vitu ambavyo bodi ya ligi kama wataamua kweli kwa nia ya dhati kuheshimisha mpira wa Tanzania, wana uwezo wa kuvitekeleza. Ukisikiliza kwa hoja, kitu pekee ambacho ni kigumu kutekelezeka katika siku za hivi karibuni ni bodi ya ligi kuwa chombo huru. Huo ni mchakato, na mchakato hauwezi kuchukua siku 2 wala siku 3. Inawezekana hata ni msimu mzima mpaka bodi ya ligi ikiwe chombo huru. Lakini kuna haya matakwa hapa katikati ambayo straight yanaenda kuwagusa baadhi ya viongozi ambao ni jambo la sekunde, ni jambo la dakika la kuamua tu kwamba yes, na uheshimisha mpira wa Tanzania, na kiri makosa yangu na kaa pembeni. Kwa sababu ukizisikiliza hoja za Yanga zimegawanywa katika engo mbili. Hoja ya kwanza ya Yanga imegawanywa katika engo ya Kariakoo Derby. Halafu hoja ya pili ya Yanga imegawanywa katika mwenendo mzima wa ligi kuu Tanzania bara. Hoja za Kariakoo Derby zinawagusa kamati ya uendeshaji wa ligi almaarufu kwa jina la kamati ya saa 72. Baada ya hapo kuna ile hoja ya CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo na eko jiuzuru. Hiyo yote ni kwa mujibu wa Kariakoo Derby. Lakini kuna ile inaenda mbali kumtaka katibu mkuu wa shirikisho akae pembeni, ili sasa ni kwa mujibu wa mwenendo mzima wa ligi, na sababu walizoziweka kwamba hawa watu ziko chini ya bwana Wilfred Kidao. Hasa huyu mtu ambaye anaziongoza hizo kamati anashindwa kuwawajibisha watu wanaoongoza, kwa sababu leo kuna siku nilikuwa na Brain, nikamwambia Brain, namna pekee ya hili jambo sasa kupata solution, it's either mwenye mamlaka aingilie kati, aamue kuwajibisha watu wake. Mamlaka ni nani? Mamlaka ni TFF. Shirikisho la mpira Tanzania ambao linaongozwa na Wallace Karia ndio watu pekee ambao wamebaki kuja hapa kati na kuamulia hili jambo, kwa sababu wao sasa mpaka dakika hii aliongea tu rais, na muda ule alivyoongea rais kiukweli alileta contradiction kubwa zaidi. Lakini baada ya pale wameamua kukaa pembeni, wamewaacha bodi ya ligi na Young Africans waendelee kuamua mambo yao. Lakini huku tunakoelekea, mwisho wa siku fault hazitorudi tu kwa bodi ya ligi. Taswira inayochafuka ni taswira ya shirikisho zima, kuanzia rais wa shirikisho, kwa sababu bodi si chombo chao. Yes, sababu bodi ni sehemu ya TFF. Ndio nasema yani bodi huku akiyakoroga, anayechafuka sio tu Almas Kasongo, sio mzee wetu Steve Mguto. Wanaochafuka ni hawa mpaka kina rais wa shirikisho huko. Kwa ni namna gani ambavyo hawa viongozi wa juu wanaweza kuokoa hili jambo? Ni kama wataingilia kati na kuwawajibisha wale watu ambao wako chini yao. Yani leo kwa sababu bodi ya ligi ni chombo chako, wewe rais wa shirikisho, ile kamati ni chombo chako, ile kamati inateuliwa na watu wako, unaweza kuambia jamani, hawa watu tuliowateua wameshindwa kulisimamia jambo hili kwa kuweka ama kuutafuta mwafaka. Na ndio maana Wakanda kidogo, bodi ya ligi si ndio? Tuseme kwamba ile kamati yani tuseme kwamba wale kwa sababu kuna ile bodi wale wajumbe waliochaguliwa kutoka kwenye vilabu, si ndio, ambao tunasema kama ndio kamati ya utendaji ya bodi ya ligi. Alafu kuna watu wa secretariat ambao hawa ni waajiriwa ambao ndio Kasongo, sijui Boimanda, sijui wale watu wengine, si ndio? Hawa wanaofanya maamuzi ya mwisho before Kasongo ni hawa watu ambao wanatoka kwenye vilabu. Sasa Ibra, si ndio? Ni watu ambao wanatoka kwenye vilabu. Maana yake ndio hizi timu 16. Sasa Ibra, ambapo Young Africans naye pia yupo sasa humo. Ibra, jambo linalokuja hapa kati, vitu vyote ambavyo vitafanywa ama vitatoka kwenye maamuzi ya kamati kabla ya kuviendea public, lazima ndani kuna kura ya veto, ambayo kura ya veto lazima itawadondokea aidha mwenyekiti wa bodi ama mwenyekiti wa bodi ni nani? Mzee wetu Steve. Anatoka wapi? Sawa, anatoka kwenye club. Ndio nasema huyu mtu unapoingia kwenye kikao cha bodi, it's not about wewe unamwakilisha nani. Unapoingia kwenye kikao cha bodi, unapokuwa mjumbe, sio unaenda na kofia kwamba wewe umetoka KMC, wewe umetoka Coastal Union. Unapoenda pale kwenye bodi, unakuwa ni mtu ambaye unaenda kuvaa kofia ya timu zote 48 kuanzia ligi kuu mpaka second division. Kwa hiyo unapoingia pale ni lazima uwe neutral. Ndio maana nasema hawa watu ambao, kwa sababu ni nafasi za kuteuliwa, hawa watu, kuna watu wanaowateua, hawa wanaowateua automatically wana uwezo wa kuwajibisha wale waliowateua. Ndio maana solution kwa nini nakwambia hapa tukifika. Sasa kidogo kaka,
watu watendaji wakuu wa bodi ya ligi hawateuliwi, wanachaguliwa. Nasema yani ndio maana kuna ule mkutano mkuu wa bodi ya ligi, si ndio? Ambapo uchaguzi unaofuata ni kwenda kutafuta mwenyekiti mpya ambaye anachaguliwa na vilabu. Yani ninachomaanisha mimi zile nafasi ambazo tunasema kwa mfano hizo za kina Almas Kasongo, hizi ni Kasongo ateuliwi, ndio hizo kama kuajiriwa. That's what I meant, kwamba kuna mtu ambaye yuko pale ambaye yule obviously atakuwa na kura ya veto, kwamba jamani, hili jambo mmeliamua huku ndani, hili jambo kwa namna mlivyoliamua humu ndani, kuna namna hili jambo likitoka linaleta contradiction. Na ndio maana kwa nini nilikuwa nasema hivi, haya tulipofika hapa sasa hivi, mara zote ukiona Yanga amekuja kuongea, angalia nyuma ameongea nani? Wameongea TFF, wameongea bodi ya ligi. Kwa sababu hawa watu, kwa mfano ile jana, mimi sikuona umuhimu wa Almas Kasongo kutoka na kuzungumza vile, kwa sababu alipotoka Almas Kasongo, Yanga nao wamekuja wameita claims zingine kubwa zaidi. Hawa watu wangeweza kuyamaliza mambo yao ndani, wakakaa vikao vyao vya ndani, pande mbili hizo, wakaongea, yawezekana hata bila kutoa taarifa kwamba leo kuna kikao. Baada ya hapo majibu yangepatikana within vikao vyao. Jana tulipofika hapa, tulizana swali hapa. Tulisema ni nani aliyetoa taarifa ya kwamba kuna mkutano kati ya Yanga na bodi ya ligi? Tuliulizana jana. Na tuliulizana ile swali baada ya kuona mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Yanga wako pale. Na hata mkutano wa kwanza wa serikali, si ndio? Kwa maana BMT, wizara na Yanga na Simba, sawa, Benjamin Mkapa, tuliongea hapa kwenye simu. Kuna mtu mmoja akatuambia sisi viongozi wa matawi tuliambiwa tuje, si ndio? Sasa hizo pande, ndio maana nasema hizi pande ambazo tunaziona hapa sasa hivi, obviously taarifa inapokuwa leaked, taarifa inatoka within taasisi moja kwenda kwa taasisi nyingine. Leo tutakaa hapa, nitakupa mfano. Walioleta taarifa ya barua ya CAS, majibu yale ya CAS, sitaki kuamini ni Yanga, ni shirikisho, si ndivyo? Walileta barua. Vile ndio vitu ambavyo tunakapa na vizungumza, kwamba hawa watu before kutuletea public vile vitu ambavyo mnaamini vinaita contradiction, hawa watu walikuwa na room ya kusolve mambo yao ndani. Yanga mara zote akishamsikia Almas Kasongo ameongea, Mwananchi yupo Mwanza huko, Mwananchi yuko Mtwara, akimsikia Almas Kasongo ameongea accuse club yao, atataka kumsikia Alikamwe. Expect Alikamwe akija kuongea, hata ongea akiwasaidi bodi ya ligi, ataisaidi mashabiki zake. Lakini ingetokea mara zote wanakaa kwenye vikao vyao, wanamalizana, wanatafuta solution within vikao vyao. Mimi naamini leo singefika hapa. Alikamwe wakati kuna moja ya sauti hapa anasema atupo hapa kwa ajili yani kama kugombana au kuvimbiana. Wewe unaamini Alikamwe angefanya press kama Kasongo asingeongea? Ndio bana nasemaje? Ukimsikia Alikamwe, sijajua kwenye position ya Kasongo, lakini Kasongo ambacho yeye amekifanya, unaweza kusema kwamba alijaribu kuchuja labda, si ndio? Kwamba hoja nne za Yanga si alizisema kwamba Yanga amekuja na hoja zao hizi hapa, akasema hizi na hizi na hizi na hizi. Inawezekana yeye akuzifafanua, sawa? Akaja akazungumza kwamba kuna ambazo nyingine zinahitaji hatua zaidi. Kwa maana kwamba, kwa sababu niliongea na kimoja kiongozi, aliniambia hapa tulipo excom ya TFF, kamati ya utendaji ya TFF ndio ambayo inaweza ikaitoa bodi kwa hivi sasa, na wakatengeneza hata bodi ya mpito. Maana yake hili ni jambo ambalo ni la process kwenda juu. Maana yake leo hii kama ndio hivyo, itabidi mwenyekiti Mguto ajitoe mwenyekiti, wale wajumbe wengine wote wajiuzuru, wajumbe wote, ndio bodi ya ligi ibaki haina watu ambao watabaki watu wa secretariat, ambapo atabaki nani? Kasongo, kwa sababu yeye ni mwajiliwa kwenye lile eneo. Maana yake ni jambo ambalo TFF excom yake inatakiwa ikutane, wajadili na wajiridhishe kwamba ile bodi pale tunaitoa, tunaweka bodi ya mpito, kwa sababu si chombo chao. Ingawa kuna utaratibu wa upatikanaji wa viongozi wa bodi ya ligi ambao huwa inakuwa ni kwenye mkutano wao, kama mfano kama saizi, maana yake kina Mbeya City, kina nani wanakuja, wale wengine waliopanda kuja kutengeneza vile vilabu vyote, kufanya uchaguzi na kuchagua. Na nafasi ya Kasongo, wewe ina muda, si huwa anatangaza tenda ya kutaka kuwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, una apply, atakayepita anaenda. Ndio maana kwenye eneo la Almas Kasongo ni kama ambavyo saizi ukisema jambo limefanyika Yanga, afu limefanya na excom, afu uje umhukumu Andrew Mtine, si ndio? Andrew Mtine yeye utakuja kumjaji kama kocha kafanya vibaya, timu imefanya vibaya, kwamba hawa watu wa secretariat, kocha, usajili na kuwa mbovu. Lakini haya ni maamuzi ya mwisho ya taasisi, lazima utaitazama excom ya Young Africa. Hayo ndio ambayo tulikuwa tunaongea hapa, kwamba kuna watu ambao wana mamlaka na bodi ya ligi
hawa watu ndio watu wanaoweza kurescue hichi kitu. Hawa watu wenye mamlaka juu ya bodi ya ligi ni nani? Ni shirikisho. Ndio maana nasema hichi kinachofanywa sasa hivi na bodi ya ligi hakimchafui Kasongo, hakimchafui Mzee Mguto, kinalichafua shirikisho la mpira wa Tanzania. Kwa sababu imagine Yanga ameshamwaga mboga kwamba kuna kiongozi amepiga simu wa serikali, kiongozi wa serikali amepiga simu Simba sifanya mazoezi. Huyo kiongozi wa serikali alimpigia nani? Alimpigia meneja. Meneja ni mwajiriwa wa nani? Huyo kiongozi alimpigia simu mfanyakazi wake kwamba watu wasiingie uwanjani. Wamiliki wa uwanja waliwazuia watu kuingia uwanjani. Baada ya hapo, wewe mamlaka ya mpira ulipaswa kuja kuliaddress tukio kwa namna lilivyo. Kilichofanyika, mamlaka ya mpira ikaja kudanganya umma. Mimi nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa nasema hivyo kwa sababu hata zile sababu mbili walizoziweka, sababu ya rushwa na sababu ya kiusalama, mimi nilishasema hapa ni sababu za kupika. Kwa nini walizipika hizo sababu? Walizipika kwa sababu walishindwa kuliaddress tukio kwa uhalisia. Ndio maana nasema sasa walivyoshindwa kuliaddress tukio kwa uhalisia, anayechafuka ni shirikisho la mpira. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kabisa shirikisho la mpira linapaswa kuingia sasa hivi kuwawajibisha viongozi wote wa bodi ya ligi ili tupate mwafaka wa hili jambo. Tunapata mapumziko mafupi, tutarejea hapa na moja ya swali ambao baadaye nitamuuliza Wakanda kwa sababu tunamtafuta mchawi. Tunamtafuta mchawi. Kiongozi wa nani? Basi Alikamwe alikuwa kwenye kikao. Angetuambia ni nani ambaye alipiga simu kwa sababu alitajwa kwenye kikao. Ndio ushujaa ambao tunasema inawezekana bodi ya ligi walituongopea kama ambavyo Wakanda anasema, hawakutupa ukweli. Inawezekana nguvu ya huyo kiongozi ndio ambayo iliwafanya wakaamua kupika taarifa ya hayo mambo mengine. Lakini je, tupo tayari au huyo shujaa saizi aje atutajie huyo kiongozi? Hapo ndipo ambapo tutabaki pale pale. Sisi ndio hawa ambao tunakiishi saizi. Wakanda tunarudi hapa Elbo pamoja na Nsajigwa.